Awali ya yote ni washukuru kwa mwitikio wenu kwa ajili ya kufika ili kuzungumza na Watanzania na wasio Watanzania na kuzungumza na dunia kuhusu ajenda kuu ya maridhiano nchini Tanzania na umuhimu wake, hasa baada ya tukio la Oktoba 29 ambalo kwa kiasi kikubwa sana kimeumiza taifa letu, kimeumiza kila mtu ndani ya nchi yetu na nje ya taifa letu, na kama alivyokiri Rais Samia Suluhu Hassan kwamba tukio la tarehe 29 limetutia doa. Sasa kama taifa tumejitia doa na tumetia taifa doa ndani ya taifa letu na nje machoni pa mataifa. Sasa baada ya doa hilo ambalo kila mmoja analijua na ameliona, tunatokaje? Ndio swali la msingi ambalo lazima tuweze kujiuliza kama taifa, tunatokaje? Na mimi kwangu, kama moja ya watu ambao wako katika kamati ya hiari ya kusukuma maridhiano katika taifa letu, kama sehemu ya raia na juhudi za watu mbalimbali kuweza kusukuma maridhiano, roho ya maridhiano na umuhimu wake, nimeona nizungumze nanyi leo kuhusu umuhimu wa taifa letu kupona kutoka hapa na kwenda ambako ni eneo salama. Kwa hiyo kwangu mimi na kwa kamati yetu ya kusukuma maridhiano, tunawiwa kuwaambia Watanzania na wasio Watanzania na dunia kwamba njia sahihi ya kuweza kututoa hapa ni kukaa pamoja, kuzungumza, kupatana, kuridhiana. Na kwenye maridhiano kuna kuwajibika, kuwajibishwa na kuwajibishana. Kwa tunapozungumza katika dhana hiyo ya maridhiano, mtu asidhani kwamba tunakwepa jukumu la kuweza kuwajibishana, kuwajibika na kuwajibishwa. Maridhiano, dhana ya maridhiano ni lazima ukweli usemwe, uwajibikaji ufanyike na haki zipatikane. Haki za watu mbalimbali, haki za watu waliopoteza maisha, haki za waliofiwa, haki za walioharibiwa mali zao, na haki zetu kama raia wa Tanzania, kwa sababu raia wa Tanzania, raia yeyote anapofariki au anapouawa, maana yake kwamba haki yake inakuwa imepotezwa na haki ya taifa limepotezwa. Sasa lazima kama vyama vya siasa, ambao hapa ninataja vyama vya siasa kwa maana kwamba siasa safi, siasa bora na siasa nzuri inazaa viongozi wazuri. Viongozi wazuri wanazalisha sheria, wanatengeneza mifumo mizuri na wanatengeneza sera mbalimbali, kama ikiwemo sera za kiuchumi, sera za kimaadili ya viongozi wenyewe. Kwa hiyo unapokuwa na siasa nzuri kwenye nchi, unapokuwa na siasa nzuri kwenye taifa, maana yake kwamba utegemee kwamba mifumo yako itakuwa bora, utegemee haki katika taifa litatamalaki. Kinyume chake, ukiwa na viongozi wabaya kuanzia kwenye vyama vya siasa na serikali, utegemee kwamba ustawi wa taifa hilo lisiwepo na haki, amani, uadilifu na mwelekeo wa taifa hilo, kwa maana ya kesho ya taifa hilo usitegemee. Kwa hiyo ninatoa wito kwamba vyama vyetu vya siasa, hasa vyama vikubwa vitatu ambavyo nitavitaja, ambavyo kwa namna fulani vimesababisha kugombana wao kwa wao, nitataja Chama cha Mapinduzi ambacho kiko madarakani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine kama Chauma, CUF na vyama vingine vingi tu, kwa sababu katika taifa letu tunavyo vyama 19. Lakini nimetaja vyama vikuu vitatu ambavyo kwa namna moja au nyingine
imehusika katika msuguano, na kwa namna moja au nyingine misuguano hiyo imetufikisha katika mtanziko na katika mkwamo katika taifa letu. Ndio maana natoa wito kwa hivi vyama kukaa, kukutana, kuzungumza, kuridhiana na kuweza kuweka uwajibikaji na kuweka mustakabali wa taifa letu mbele, kwa maana ya kujenga tena. Hakuna muujiza wowote na wala hakuna mjomba yeyote tunayedhani kwamba tunaweza tukamtegemea kwamba aje atupatanishe. Tumejitia doa kama alivyosema Rais Samia Suluhu Hassan wakati mmoja akiongea. Hilo doa ambalo tumejitia, doa hilo tutaliondoa sisi, na wala kamwe mtu asiweke mawazo yake yote, akili zake zote kwamba kuna mjomba sehemu fulani atatutoa katika mkwamo huu. Mkwamo huu utatatuliwa kwa watu kuacha kiburi, kwa viongozi wetu wa vyama vya siasa na serikali kuacha kujipiga kifua, kunyenyekea na kukubali kukutana na kupeana mkono wa heri. Na sio mara ya kwanza katika taifa hili tumeshuhudia hilo. Tumeshuhudia marehemu Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa katibu mkuu na kiongozi mkuu wa chama cha wananchi CUF kabla hajahamia chama cha ACT Wazalendo. Kwa unyenyekevu mkubwa, Maalim Seif pamoja na Karume walikutana wawili, kila moja akiacha kiburi na kujipiga kifua, na hatimaye wakakutana wawili wakazungumza mustakabali wa nchi yao Zanzibar na mwelekeo mpya. Kukutana kwa Maalim Seif Sharif Hamad marehemu sasa na rais mstaafu aliyekuwa rais wa Zanzibar wakati huo Karume mdogo, kukutana kwao na kuzungumza kulifungua fursa ya kuanza mchakato wa mabadiliko na maridhiano katika taifa hilo, maridhiano ambayo yaliongozwa na mzee wetu Mzee Moi. Maridhiano hayo yalileta faida na utulivu katika visiwa vya Zanzibar, utulivu wa kisiasa. Kwa hiyo Tanzania siyo mara ya kwanza na swala la maridhiano sio jambo geni. Na niwapitishe tena kama Watanzania wanaokumbuka, mwaka 2010 baada ya uchaguzi uliokuwa na vuta ni kuvute kati ya Dr. Slaa aliyekuwa mgombea Chadema pamoja na Jakaya Mrisho Kikwete aliyekuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya matokeo kutangazwa na Rais Kikwete kuanza uongozi wake, siku anakwenda kuzindua bunge, wabunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliondoka kwa kumsusia Jakaya Mrisho Kikwete bunge kwenye hotuba yake. Kikwete kwa sababu alikuwa mwanasiasa na jambo lile lilimuuma, hakuchukua mkondo wowote wa kusema kwamba kwa sababu hawa Chadema wameondoka, wabunge wao wameondoka, sasa tutashughulikiana. Badala yake Rais Kikwete wakati huo aliwaalika viongozi wa Chadema Ikulu kuzungumza. Kwa lugha nyingine, Rais Kikwete alionyesha uungwana wa kisiasa kuzungumza. Mazungumzo yale yalitoa mwanya na mwanga wa kuanzishwa kwa mchakato wa katiba mpya. Japokuwa kwa sababu hatukujenga maridhiano yale ya kitaifa, baadaye yale maridhiano yetu au mchakato wa katiba haukuzaa matunda ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Kwa msingi wa maridhiano, msingi wa mazungumzo sio jambo geni katika taifa letu. Kwa kinachopaswa kufanyika hapa ni nini? Tunahitaji ujasiri kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunahitaji ujasiri na unyenyekevu kutoka Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji ujasiri kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tunahitaji ujasiri na unyenyekevu kutoka Chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine
kuwa wanyenyekevu na kuamua kutoka katika viti vya enzi, niite viti vya enzi vya kiburi, kujipiga kifua, kunyosheana vidole na katika enzi za kuonyesha kwamba sisi ni watakatifu, wale ni waovu. Tukifika mahali hapo ambapo serikali itatoka katika kiti chake cha enzi na kunyenyekea, vyama vya siasa vikubwa na vingine vidogo vitatoka katika hivyo viti vyao vya enzi, tutakutana pamoja, tutasalimiana, tutapata kikombe cha kahawa pamoja, tutafungua mlango wa kuanza kuzungumza. Na jambo hili kama nilivyosema, sio geni katika taifa letu. Hata mtakumbuka wakati Freeman Mbowe amewekwa jela, yuko mahabusu, ameshtakiwa kwa kosa la ugaidi, aliyekuwa makamu ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa Chadema taifa, Bwana Tundu Lissu, wakati Rais Samia akiwa nchini Ubelgiji, Bwana Tundu Lissu hakujipiga kifua, hakujivika kiburi kwamba hapana, pamoja na kwamba serikali ya Rais Samia ndio imemweka jela mwenyekiti wetu, Lissu alisahau yote hayo. Hakujivika kiburi wala kujipiga kifua. Aliamua kama mzalendo, kama mwananchi wa taifa la Tanzania na kama anayependa taifa lake, aliamua kukutana na Rais Samia, na kila mmoja mwenye akili timamu aliona matokeo ya watu hao wawili, wanasiasa wawili, kukutana, kuzungumza na kupeana mikono. Mazungumzo hayo yalipanua njia au yalitengeneza njia. Baadaye Freeman Mbowe aliachiwa huru, lakini baadaye Freeman Mbowe naye alipokutana na Rais Samia walitengeneza njia ya kwenda pamoja kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, CCM pamoja na serikali kuzungumza. Mazungumzo hayo yalizaa matunda, lakini hayakufikia matunda yaliyokuwa yanakusudiwa, yaani tiba kamili ambayo ilikuwa ni ujenzi wa mfumo bora wa ufanyaji wa siasa.